katika mchezo ambao Simba jana wametoa sare 0-0 na Young Africans. No. Yeah, kama nilivyozungumza before kwamba tumi Simba ilistahili kuondoka na alama zote tatu. Kwa sababu walicheza vizuri, walidominate game, walicreate nafasi na walikuwa na discipline sana wakipoteza mpira. Much respect kwa Beka, kocha wa Simba. Alifanya homework yake vizuri, akajua ubora wa Yanga uko wapi na akajua anakwenda kuwadhibiti vipi. Unajua ukitazama dominance ya Yanga kwa miaka 5-4 iliyopita, Yanga ni timu ambayo inapenda kucheza katikati ya kiwanja. Mara nyingi sana huwa wanapenda kulioverload eneo la katikati. Watakuwekea viungo wa 3, wa 4 mpaka wa 5. Ina depend na nini ambacho wanakihitaji. Ukitazama jana Yanga wameanza na tunasema 4, 2, 3, 1. Of course Prince Duba alikuwa anatokea upande wa kushoto, Depo alikuwa anasimama center kama number 9. Lakini ukitazama katikati ya kiwanja, mwalimu alihitaji kuwa na a diamond midfield. Kwa maana upande wa kulia Israel Mwenda, timu ikiwa inatoka nyuma kwenye phase ya kwanza, yeye ndo alikuwa anayachukua mapana ya kiwanja, kitu ambacho kinamfanya Maxim pia Nzengeli kuingia ndani zaidi, kuungana na Mudathiri haya basi na kutengeneza idadi ya namba 12. Kisha nyuma yao kuna namba 6 wawili, kwa maana ya Duke Ogabuya na Mohamed Amin Damaro. Yes. Kwa hiyo ukitazama midfield ya Yanga ilikuwa na watu 4. Na hapa ndo Beka alicheza kwamba nahitaji kuwa overload Yanga katikati ya kiwanja. Nahitaji kuwa na idadi kubwa sana ya wachezaji kuliko wao Yanga. Simba wakiwa wanatoka nyuma sasa, mwalimu alihitaji kuwa na idadi ya viungo wa 5 mpaka 6. Picha linaanza Kante jana anarejeshwa kwenye kikosi. Sababu mwalimu alihitaji kuwa na balance ya kiulinzi kwa kuwa na namba 6 wawili. Tumeona kwa siku za hivi karibuni Kagoma ndo amekuwa anatumika zaidi kama single 6. You see? Yes. Lakini jana mwalimu alijua Yanga wanacheza zaidi katikati ya kiwanja. Wana viungo hatari ambao mara nyingi sana huwa wanatokea pembeni wanaingia ndani. So kutakuwa kuna hatari zaidi ya wao kuweza kulioverload eneo la katikati. Kwa hiyo Kante akawa amerejea jana na Kagoma kwamba hapa na namba 6 wawili ambao kwanza wana protect back 4 yangu, na kama mafullback wote watapanda kwa maana Kibabage na Kapombe, bado Kante na Kagoma wanaweza kudrop kwenye haya maeneo ili kuweza kutengeneza cover. I think unaweza kuwa unaona richikiza. Na ndio kitu ambacho walikuwa wanakifanya. Lakini zaidi mafullback wakiwa wako nyuma, mara nyingi sana hawa namba 6 wawili utawakuta nyuma ya mstari wa walinzi 4. Kisha Chama tumemwona kwa siku za hivi karibuni amekuwa anatumika kama namba 10, lakini ambaye mara nyingi sana ana drop kuja kuprogress mpira upande wa kushoto. Lakini jana mwalimu aliamini kwamba niko na Kante na Kagoma. Kante ni mzuri sana akiwa na mali mguuni. Hawa viungo wawili wanaweza kuprogress vizuri mpira. Kwa hiyo sina haja ya Chama kukulimit, I mean kukutaka zaidi udrop. Badala yake utakuwa zaidi kwenye zoni ya 14 kama namba 10. Na nadhani Chama tulimwona zaidi akiwa ana operate kwenye haya maeneo. Kisha nahitaji hawa mawinga wangu wawili, kwa maana Libase Gweye na Anset Yaura, mara nyingi sana kuingia ndani zaidi kuweza kushambulia is half space. Then mbele kulikuwa kuna force number 9 ambaye natural ni midfielder, kwa maana Ino Loemba. Kwa Simba wakiwa na mpira kwenye phase ya pili ambao ni progression kwenda kwenye creation, Ino Loemba naye ana drop. Kwa hiyo ukitazama ni nini ambacho kiwa kinatokea, Simba wana viungo wa 5 mpaka 6 katikati ya kiwanja dhidi ya Yanga ambao walikuwa na viungo wa 4. Kwa tayari Simba wamelioverload eneo la katikati. Yanga hawawezi kufanyaje? Kutembea. Lakini bado hawajaishia hapo. Simba wakipoteza mpira, nilipenda jinsi ambavyo walikuwa wana react kwamba tayari tumepoteza mali. Ni nini ambacho tunafanya sasa? Tuna defend vipi? Simba walikuwa wana defend zaidi kwenye 4-4-2. Utamuona Anset Yaura na Loemba ndo ambao wanakwenda kabisa moja kwa moja kuwa press ma center back wawili wa Simba. Kwamba I mean wa Yanga kwamba Jobu kabla Mwamnyeto kuingia, si ndio? Na Baka hamtopata passing option yoyote kwenda kwa hawa namba 6 wawili, kwa maana ya Damaro na Duke Ogabuya. Kwa hiyo tutawapin back hawa ma center back wawili. Kisha ni nini ambacho kinatokea? Hawa tunasema mawinga wawili wanaingia ndani kidogo kuweka cover kwa hawa namba 6 wawili wa Yanga. Kisha Kante na Kagoma wako kwa hawa viungo wawili.
Kwa hiyo Yanga ni nini ambacho kinatokea? Hakuna mchezaji ambaye atakuwa free kureceive mali, kuturn na kusogeza mpira mbele. Baada yake tunaona anapoteza mipira. Dili dali. Simba wakiiba mpira wanakuwa direct, wanawasababishia matatizo makubwa sana. Kwa credit kubwa sana kwa Simba, kwa benchi la ufundi. Jana wamestudy vizuri game, kujua ubora wa Yanga uko wapi, kuwaletea shida katikati ya kiwanja kwa maana ya ku-overload eneo la katikati, lakini wakipoteza mpira jinsi gani ambavyo wanakwenda kukaba man to man na kuhakikisha kwamba Yanga wanafanya makosa makubwa sana. And then kilichobaki ilikuwa ni chance ambazo zilikuwa created. Unaweza kaona chance ya kwanza ilidondoka kwa Loemba, si ndio? Yes, kipa akawa imara. Yeye na golikipa weka mpira kambani. Of course Djigui Diarra, one of the best kwa kutokea kwenye hii ligi, akafanya save. Kuna nafasi nyingine ilidondoka kwa Anseti Aura, Djigui Diarra kwa bahati nzuri alikwenda kuintercept, na ile clearance ambayo alifanya jana ni ile dhidi ya Anseti Aura, kwa sababu Anseti Aura ule mpira unadondoka, anatia mpira kambani, akaenda kufanya save. And then kuna nafasi nyingine ambayo imekuwa created, nadhani ilikuwa ni kona, ikaenda kugonga mwamba, alikuwa ni center back wa Simba, Rushan De Rock. Alikuwa ni Rushan De Rock. Poor marking kwenye defense, mpira ukaenda kugonga mwamba. So lazima ukubali kwamba jana Simba ilikuwa ni timu bora kiwanjani, wamecreate kila kitu. Kwa upande wa Yanga nadhani sasa, kwa upande wa Yanga atazungumza mchambuzi mwingine. Tunakwenda hivyo leo. Sawa. Okay, sawa. Bwana Hansi, Simba mwingine Yanga. Kabisa. Okay. George Magunga tutakuja kuconclude kwa pamoja. Zidumu fikra za mwenyekiti. Zidumu fikra. George Magunga, Gonsalves ni kama kuna mahali ambapo Steve Becker alimzidi ujanja. Na hata Hans alivyozungumza hapo, kuna baadhi ya sehemu, kuna baadhi ya nafasi ambazo Simba wangezitumia, pengine mchezo wa jana ungemalizika mapema tu. Ulivyoweka hiyo na kofia yako umekuwa kama DJ hivi. Kamanda anamchagiza kidogo George Magunga. Tabasamu kidogo yangu. DJ Magunga, tabasamu kidogo. DJ Chaboli. Sawa, DJ Chaboli. Richikiza kwako. Tujaribu kuangalia details gani za muhimu ambazo mwalimu Gonsalves hakuwa nazo kwenye mchezo wa jana mpaka ikawa vile dominance namna hii, lakini Simba wakionekana kuwa bora zaidi. Unajua changamoto kubwa ambayo Yanga walikuwa wanakutana nayo jana ni ubora wa Simba uwanjani, na nafikiri ile game mpaka inaenda dakika 90 kocha Yanga ni kama alikosa majibu kabisa nini ambacho anatakiwa kufanya kwenye mchezo wa jana. Kwa sababu kila ambacho alikuwa anajaribu kufanya ni kama Simba alikuwa tayari wameshajiandaa. Kiufupi ni kwamba tunaweza tukasema Simba walikuwa wanajua nini Yanga watafanya, lakini Yanga walikuwa hawajui nini Simba ambacho watakifanya. Kwa hiyo hapo ndo tunazungumzia match analysis, kufanya tathmini kabla ya mchezo, lakini pia uwezekano wa wachezaji ama uwezo wa wachezaji kukabiliana na mazingira kadri mchezo unavyozidi kwenda mbele. Ni kitu ambacho nafikiri Simba jana walifanikiwa zaidi. Jambo la kwanza, jana kwa msimu huu kwa mara ya kwanza nimeona mabeki wa Young Africans wakikutana wakati mgumu. Na kwenye ligi kuu au kwenye ligi. Okay. Wamekuwa kukutana wakati mgumu sana. Kwanza na Ino Loemba kama namba 9 kivuli ni kitu ambacho kiliwavuruga sana Young Africans. Na Ansa alizungumzia namna ambavyo Simba walikuwa wana kipindi ambacho wanaanzisha mashambulizi yao, walikuwa wanaonekana wakiwa na wachezaji wengi sana kwenye eneo la kiungo. Kwa nini walikuwa na wachezaji wengi? Ni kwa sababu walikuwa wanataka kulichukua ile eneo, kwa sababu kwa asilimia kubwa linaamua vitu vingi kwenye mchezo. Kwa hiyo kipindi ambacho wanatoka kuanzia nyuma, Loemba kiasili ni kiungo mshambuliaji, kwa hawezi kukaa juu muda wote kama target man. Kwa alichokuwa nakifanya ni kushuka kwenye eneo la kiungo. Tayari kuna yeye, Kratos, Kante pamoja na Kagoma, watu wanne. Lakini vile vile kumbuka Kapombe na Kibabage kuna muda walikuwa wanasogea juu. Wakisogea juu, Aniset pamoja na Libasa wanasogea kwenye zile nusu nafasi. Kwa tayari Simba wanakuwa na zaidi ya watu 6 kwenye eneo la kiungo dhidi ya watu 4. Sasa kwa nini mabeki wa Yanga walikuwa wanakutana wakati mgumu? Watu ambao walitakiwa kuondoa ile faida ya idadi kwa Simba ni mabeki wakati wa Young Africans. Yaani kitu ambacho kwa nashindwa kutambua kwamba Loemba